Mheshimiwa Spika, mtandao wa barabara za kitaifa unaosimamiwa na Wizara ya Ujenzi kupitia TANROADS una jumla ya kilomita 37,734.41. Kati ya hizo kilomita 12,225.26 zimejengwa kwa kiwango cha lami. Wakati nchi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nchi hii inapata uhuru mwaka 1961, mtandao wa barabara za kiwango cha lami ulikuwa na urefu wa kilomita zisizozidi 1360 tu. Kuanzia awamu ya kwanza hadi awamu ya tano, jumla ya kilomita 9369.81 zilijengwa. Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanikiwa kujenga kilomita 1495.45 na madaraja makubwa 18 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Kwa hakika haya ni mafanikio makubwa yaliyopatikana ndani ya muda mfupi kwa upande wa miundombinu ya barabara na madaraja. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunakubaliana kwamba kati ya miundombinu yote ya usafiri na usafirishaji, barabara ndiyo kiungo muhimu kinachounganisha miundombinu hiyo. Aidha, barabara ndiyo miundombinu inayotumika zaidi nchini kwa kuwa zinafika katika maeneo mengi ikilinganishwa na miundombinu mingine ya usafiri na usafirishaji. Kwa kutambua umuhimu huo wa barabara, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanikiwa ujenzi kwa kiwango cha lami barabara za kitaifa zinazosimamiwa na TANROADS zenye urefu wa kilomita 243.13. Aidha, katika kipindi hicho serikali imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa madaraja makubwa 9, ujenzi wa madaraja madogo 11, madaraja mengine 11 unaendelea, pamoja na maandalizi ya ujenzi wa madaraja 13. Utekelezaji wa miradi hii umefungua maeneo mbalimbali ya kiuchumi pamoja na kuchangia ufanisi wa miundombinu mingine ya usafiri na usafirishaji ikiwemo reli, bandari na viwanja vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya barabara na madaraja unatumia gharama kubwa, na hivyo uwekezaji unahitaji kulindwa. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali imefanya matengenezo ya kawaida ya barabara zenye urefu wa kilomita 16,782.58, matengenezo ya muda maalum kilomita 1,101.12, matengenezo ya sehemu korofi kilomita 147.13 na madaraja 1,383. Lengo ni kuhakikisha kuwa miundombinu inayojengwa inadumu kwa muda mrefu na kuwa salama kwa watumiaji muda wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mvua za El Nino na kimbunga Hidaya kilichoikumba nchi yetu mwishoni mwa mwaka 2023 zilisababisha mafuriko ambayo yaliathiri mtandao wa barabara hasa zilizojengwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa mujibu wa tathmini zilizofanyika ya uharibifu wa miundombinu iliyotokana na majanga hayo, takriban madaraja 63, kilomita 827 za barabara, mitaro yenye urefu wa jumla kilomita 84 na makaravati 225 katika wilaya 139 za Tanzania bara ziliharibika. Barabara zilizokumbwa na uharibifu mkubwa ni pamoja na barabara ya Dar es Salaam hadi Lindi. Hali hii iliathiri mtiririko wa kibajeti ambao ulitarajiwa kwenda kwenye matengenezo au ujenzi wa barabara kutumika katika shughuli za dharura. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumshukuru
tena kwa mara nyingine Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uamuzi wake wa kuipatia Wizara ya Ujenzi shilingi bilioni 556.93 ili kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko na mvua kubwa nchi nzima. Kupitia fedha hizo, jumla ya miradi 81 ya dharura ya ujenzi wa madaraja yaliyoathiriwa na mvua za El Nino na kimbunga Hidaya imetekelezwa katika mikoa 22 ya Tanzania bara kupitia programu ya SEC.